nasikia ndani yangu Roho Mtakatifu anasema waombee kupigwa jeki, waombee kupigwa jeki. Maana yake waombee maombi ya kuinuka, maombi ya kuinuka kwenye fikra zao, waone mwisho wakiwa mwanzo na wasikubali kukaa hapo. Maana kuna watu mmekaa, kuna watu mmekaa rapa shekete, kuna watu mmeinama raba shenderebo sakata, pale ambapo umesikia hili somo na kuna maana unajiona kabisa unahitaji kuvushwa. Nataka niombe Mungu akuvushe, nataka niombe Mungu akusaidie kuinuka ili fikra zako ziwe kama za Bwana. Rapa sekete. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Baba, ninakushukuru, nasema asante kwa ajili ya hili neno lako ambalo Bwana umeliachilia siku ya leo. Baba, yamkini kuna watoto wako hapa Bwana, wanapita mahala pagumu ambapo kiasi ambacho hakuna mtu anaweza wakamueleza akawaelewa. Wako wengine wanapita mahala pagumu kiasi ambacho wamerudia na kurudia kufunga na kuomba ili wavuke na hawajavuka. Wako wengine wanapita kwenye maswali magumu ambayo Mungu Baba wanajiuliza kila wakati na hawapati majibu. Mungu uliye hai, katika uweza wa jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya hili neno. Limekuja wakati sahihi, limekuja nyakati sahihi kwa ajili ya kutusaidia Bwana, pale ambapo wakina Yusufu wamekwama, wakina Yusufu wamekwama kwa sababu ulitangazwa mwisho wao na kuna watu wakainuka kuwapiga vita kuhakikisha kwamba hawaufikii huo mwisho. Mungu asante, ninaomba utumbukize fikra zako ndani yao kama ulivyotumbukiza zile fikra zako ndani ya Yusufu. Hakukata tamaa licha ya kwamba alienda kuwa mtumwa kwa Potifa, hakukata tamaa wala hakuvunjika moyo kuona anaishi kama mtumwa. Yamkini mtoto wako aliyoko hapa kwa sasa anapita mahala ambapo pamemfanya awe mtumwa, pamemfanya awe mtumwa. Bwana, mtie moyo, asikate tamaa kwenye huo utumwa wake, maana yeye si mtumwa siku zote, bali ni mtumwa kwa muda. Kama Potifa angejua kwamba huyo Yusufu naye mtumikisha leo ndiyo waziri mkuu wa taifa langu la kesho, yamkini asingeruhusu awe mtumwa wake. Ndivyo Mungu Baba, yamkini wale watu hawajui huyu mtoto wako ni waziri mkuu baadaye, hawajui mamlaka aliyo nayo baadaye, ndiyo maana wanamsimanga na kumfanyia manyanyaso. Bwana, warehemu, warehemu, maana wangalifumbuliwa macho wamjue huyu mtoto wako ni nani, hata